Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Nafurahi kuwa na wewe saa hii kushirikiana chakula cha kiroho kutoka katika maandiko matakatifu. Na leo nataka nishare kwa ufupi kwa habari ya karama za rohoni. Na tutakuwa tunajifunza mambo hayo kutoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza pale. Ninaomba niombe dakika chache. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa neema yako. Asante kwa nguvu zako, asante kwa uwezo. Tupe ufahamu, fungua fikra zetu tupate kuelewa na maandiko katika jina la Yesu. Amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na wataarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti ya huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Nitarudi tena mwanzo wakati naanza kufanya tafsiri na interpretation. Paulo anagusia kwa habari ya karama za rohoni, na analiandikia kanisa la Korintho, na analiambia kanisa la Korintho ya kwamba hataki kanisa la Korintho lisiwe na awareness kwa habari ya karama za rohoni. Na anasisitiza kwenye ule mstari wa pili, anasema, mnajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa maana yake Paulo anachoambia wa Korintho, anawaambia kwamba kwa habari ya karama za rohoni sitaki msiwe na ufahamu, sitaki msiwe na ujuzi, lakini anatamani wawe na maarifa, wawe na ufahamu kwa habari ya karama za rohoni. Lakini anawakumbusha ni wapi walipotoka. Anawaambia mlipokuwa mataifa mliongozwa kwenye ibada za sanamu ambazo zilikuwa haziwezi kunena. Kwa maana yake anapogusia tu swala la karama za rohoni, anazungumzia sauti ya Roho Mtakatifu kwa mtu binafsi, kwa sababu karama za rohoni zinahusisha kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Na tulipokuwa mataifa tuliongozwa kwa ibada za sanamu, tulikuwa tuna uwezo wa kusikia. Lakini kwa sababu ya karama za rohoni, kwa sababu ya imani katika Yesu Kristo, manake tunakuwa tuna uwezo wa kusikia. Ndio maana ukienda pale mstari wa 3 anasema, kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anaanza kuoperate katika spiritual gifts, maana yake anakaliwa na Roho Mtakatifu. Na hakuna mtu yoyote ambaye anasikizishwa na anatamka katika Roho Mtakatifu anasema Yesu amelaaniwa. Sasa ni vitu ambavyo Paulo alikuwa anaweka msingi. Analiambia kanisa kwamba kwa habari ya karama za rohoni hataki liwe jinga, hataki wasiwe na ufahamu. Na kwa nini Paulo anaongelea kwa habari ya karama za rohoni? Tunapoongelea swala la rohoni au tunapoongelea swala la ulimwengu wa roho, manake tunaongelea wito ambao Mungu ameuweka katika Agano Jipya. Tunapookoka au tunapompokea Kristo Yesu kuwa Bwana
na mwokozi wa maisha yetu, maana yake tunahamishwa kutoka kuwa watu wa mwilini na tunakuwa watu wa rohoni. We shift from being physical being and we become spiritual beings. Na tunapohamishwa kutoka kuwa watu wa mwilini na kuwa watu wa rohoni, sio kitendo ambacho kinatokea kwa ghafla. Ni kitendo ambacho kinatokea, Mungu anabadilisha utu wetu wa ndani. Sasa anapokuwa anabadilisha utu wetu wa ndani, kuna visaidizi ambavyo vinatusaidia kuelewa ulimwengu wa roho, na hivyo visaidizi ndio tunaviita karama za rohoni. Kwa hiyo Paulo anaweka huo msingi kwa kanisa, na ili kanisa lielewe kwa habari ya karama za rohoni, ili kanisa lianze kuzitumia karama za rohoni, ili kanisa lifaidie watu ambao hawajamwamini Kristo kupitia karama za rohoni. Na ameonyesha msisitizo wa kwanza kwamba karama zinakuwa tofauti, lakini mtoa karama ni mmoja. Karama zinakuwa tofauti, utendaji kazi wake karama unakuwa tofauti, huduma zinakuwa tofauti, lakini mtu ambaye anafanya hayo mambo yote yafanyike ni mmoja, ambaye ni Roho Mtakatifu. Mstari wa 4 anasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi katika wote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mmoja, na msisitizo wa kwanza ambao ni primary ni Roho Mtakatifu. Na maana Paulo anasisitiza mara ya kwanza, anasema hakuna mtu ambaye ananena katika Roho Mtakatifu alafu anasema Yesu amelaaniwa, kwa sababu kila mtu ambaye ananena, anaata in the Holy Spirit, maana yake anakuwa anamshuhudia Yesu Kristo. Na maana kitu cha kwanza ambacho tunakitafuta kabla ya karama za roho kutenda kazi, tunatafuta kwanza ushirika na Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu awe msingi wa kunena katika yale ambayo tutakuwa tunanena kupitia karama, ili Roho Mtakatifu awe msingi wa kutenda yale ambayo tutakuwa tunayatenda kupitia karama, ili Roho Mtakatifu awe msingi wa huduma katika zile huduma ambazo tunazifanya kupitia karama. Lazima Roho Mtakatifu awe msingi. Kwa hiyo kabla hujafahamu karama na kipawa, lazima ujenge ushirika na uhusiano na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatoa vipawa na karama. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatoa huduma na utendaji kazi. Kama hujajenga msingi na Roho Mtakatifu katika uhusiano, maana yake karama yako inaweza ikayumba. Kwa mfano, kuna Wakristo wengi hawajajua karama zao na hawafanyi kazi katika karama zao. Sio kwa sababu wanatakiwa wasitende kazi katika karama zao, sio kwa sababu wanatakiwa wasifanye huduma katika karama zao, sio kwa sababu wanatakiwa wasioperate katika spiritual gifts za kwao, lakini kwa sababu uhusiano wao na Roho Mtakatifu haujajenga kiasi ambacho Roho Mtakatifu anaifungua karama. Kwa mfano, Roho Mtakatifu anapoachiliwa ndani yako, kitu cha kwanza anachojenga ni msingi wa kustahimili, msingi wa hekima, msingi wa unyenyekevu, ambapo karama zikija kufunuliwa ndani yako zitatenda kazi katika kichwa cha Bwana, zitatenda kazi katika upendo wa Kristo. Lakini msingi huo hauweki kwa sababu ya utendaji kazi wa karama, lakini msingi unaweka kwa sababu wa uhusiano na Roho Mtakatifu. Sasa ukienda pale mstari wa 7, maandiko yanasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yule yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama ya kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Kwa msisitizo wa kwanza ni Roho mmoja. Ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Matendo anasema roho za manabii hutii roho za manabii. The prophetic spirit submit to the prophets. Roho za manabii hutii. Manake anachosisitiza ni nini? Manake anasema chanzo chetu cha utendaji kazi ni kimoja. Kwa hiyo Roho ni yeye yule, lakini utendaji kazi ni tofauti kutokana na Mungu anataka kukutumia wapi, Mungu anataka kukutumia katika mazingira gani, lakini Roho ni yeye yule. Sasa nachotaka kukutia moyo katika fundisho hili ya siku ya leo,
Ni muhimu sana kama mtu ambaye umemwamini Yesu Kristo. It is very important for you to operate in your spiritual gift. Ni muhimu sana kwa wewe kufanya kazi katika karama yako ya kiroho. Kwa sababu karama yako ya kiroho ndio inakupa access kwenye siri. Karama yako ya kiroho ndio inakupa access kwenye several dimensions katika ulimwengu wa roho. Mungu anapoachilia neno la hekima kwenye maisha yako, anapoachilia neno la ufunuo kwenye maisha yako, anapoachilia neno la maarifa, anapoachilia neno la unabii, anapoachilia karama ya uponyaji, manake anatamani akuintroduce kwenye ulimwengu wa roho. Ukumbuke wewe ni kiumbe wa mwili ambao umezoea kufanya kazi katika mwili, lakini Mungu anataka akuzae katika ulimwengu wa roho, ambapo ukiingia katika ulimwengu wa roho, kanuni zilizopo katika ulimwengu wa roho, mipangilio iliyopo katika ulimwengu wa roho ni mipangilio tofauti. Kwa hiyo ili Mungu akamate hiyo comprehension kwanza, anakuanza kukuleta taratibu kwa kuachilia operation ya karama za rohoni ndani yako. Kwa mfano, ulikuwa hujazoea kuombea watu na wakapata uponyaji, kwa sababu kanuni ya duniani tunajua ukiumwa unaenda hospitali, lakini Mungu akaweka huduma ya uponyaji ndani yako. Unapoanza kuombea watu na wanapata uponyaji, manake Mungu anakuintroduce kwenye ulimwengu mwingine ambao sio ulimwengu ambao umeuzoea wa kanuni yako. Kwa sababu huko ndiko ambako unazaliwa, huko ndiko ambako unatengenezwa katika maisha mapya, katika ulimwengu wa roho. In a new covenant, we are being born to be spiritual beings. There are different formulas and principles katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Mungu anapoachilia karama za rohoni, manake zinakusaidia kuwa introduced katika ulimwengu wa roho. It is very important kwako kujua matumizi ya karama za rohoni. Paulo anasema, ndugu zangu, sitamani muwe wajinga. I don't desire for you to be ignorant about the spiritual gifts. Mnatakiwa mjue kwa habari ya karama za rohoni, kwa sababu karama za roho ndizo ambazo zinawaintroduce katika ulimwengu wa roho. Kuna neno la maarifa, kuna neno la hekima, kuna karama ya unabii. Hizo zote zinakuintroduce kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa havipo katika limitation ya mindset uliokuwa nayo katika mazingira ya mwili. Lakini Mungu anapoanza kuviintroduce ndani yako katika ukiwa mtu wa mwilini, anaanza kuintroduce karama za rohoni, maana unaanza kupata ufahamu ya nini maana ya ulimwengu wa roho, uwezo wa ulimwengu wa roho, jinsi gani inakuwa unapokuwa mtu wa rohoni. Kwa nini? Kwa sababu ya karama za rohoni. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikakwambia, karama za rohoni ni daraja la kumfahamisha mtu kwa habari ya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mtu wa mwilini anaanza kupata awareness ya mambo ya rohoni, kwa sababu ana operate katika spiritual gifts. Angalia Yesu wakati anakuwa anahubiri duniani, alipoanza kutoa mapepo, watu wengi wakashangaa, wakasema hata mapepo yanamtii, hata magonjwa yanamtii. Wakina Petro anasema hata upepo unamtii, kwa sababu kuna kitu kipya alikuwa anakileta duniani ambacho asili yake ilikuwa sio ya dunia, asili yake ilikuwa ni ya rohoni. Kwa hiyo ili Mungu amuhamishe Mkristo yoyote ambaye amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Mungu kitu cha kwanza ambacho anaachilia ni Roho Mtakatifu. Msingi wa Roho Mtakatifu unapojengwa, Mungu anaanza kufunua karama za rohoni, kwa sababu karama za rohoni ndizo ambazo zinamvusha mtu kutoka kuwa mtu wa mwilini na anahamia kuwa mtu wa rohoni. Anatoka kuwa mtu mwenye mtazamo wa mwili, anahamia kuwa mtu mwenye mtazamo wa rohoni. Yesu anasema kwa imani yote yanawezekana. Mjapokuwa na imani ndogo chembe ya haradali, mnaweza mkawaambia huu mti ukajitose, bali inawezekana. It is an experience of the spiritual realities. Hizo spiritual realities zinakuwa introduced in your spirit kwa kupitia karama ya roho. Karama za roho zinatusaidia kuhubiri Injili, zinatusaidia kuwaleta wengi kwa Kristo. Na ndio maana karama za uponyaji na matendo ya miujiza na karama za unabii zinasaidia kuwafanya watu waamini katika jina la Yesu. Kwa unaona ni jinsi gani Mungu anatamani wewe ambaye umemwamini utumie karama yako, kwa sababu kupitia karama yako anawavuna watu wengi na kuwaleta kwa Kristo. Kupitia karama yako ya neno la maarifa anawavuna watu wengi, anawaleta kwa Kristo. Kupitia karama yako ya neno la unabii anawavuta watu wengi, anawaleta kwa Kristo. Maandiko yanasema, Paulo akawaambia, tunapotoa unabii mbele za watu, tunaponena mambo ya siri za mioyoni mwa watu, tunataka wasioamini waamini, kwa sababu tunawa introduce kwenye kitu ambacho hakipo kwenye their limitation of their comprehension, hakipo kwenye understanding yao.
Tunapoachilia unabii, manake mtu ambaye hajaamini anaanza kuamini. Lakini kwa nini anaamini? Kwa sababu ya karama ya rohoni. It is very important for you to use your spiritual gift, because God depends on your spiritual gifts so that he can use you to harvest souls for Christ. Anataka atumie kipawa na karama yako ya rohoni kwa ajili ya kuvuna watu katika Kristo. Mungu akubariki sana, na Mungu aifungue karama yako na karama yako iwe operative katika Roho Mtakatifu. Na inawezekana umekaa, you don't know your gift yet, but the Holy Spirit is so much faithful to introduce your gift to you. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu afungue macho yako, Roho Mtakatifu akujaze, ukajenge mahusiano yako na Roho Mtakatifu, kiasi ambacho Roho Mtakatifu atafungua karama yako ya rohoni, kiasi ambacho Roho Mtakatifu ataanza kukutumia katika utendaji kazi wa karama za rohoni. Katika jina la Yesu Kristo, masikio yako na macho yako kufunguke, ili Yesu Kristo anapoongea na anapoachilia maelekezo ya rohoni ndani yako, nguvu za Mungu zikawe juu yako, uweza wa Kristo ukawe juu yako, mamlaka ya kiungu yawe juu yako, ili karama iliyopo ndani yako ikatende kazi sawasawa na Kristo ambavyo amekusudia, ili kupitia wewe na karama ambayo Mungu ameweka ndani yako na msingi wa Roho Mtakatifu ambao ameweka ndani yako, watu wakaje kwa Yesu Kristo, macho yako yakafunguliwe katika jina la Yesu. Na inawezekana unatamani kutumiwa na Kristo, lakini ndani yako unasikia kuna ukuta ambao umekufunga, unashindwa kuvuka. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunaachilia neema ya kuvuka, tunaachilia uwezo wa kuvuka, kiambaza na mapazia ya kiroho ambayo ana break utendaji kazi wa karama. Every spiritual limitations, we break them in the mighty name of Jesus. You must be operative in the spiritual gifts. You must be operative in your ministry. You must be operative in every area that you go. Karama za roho sio kwa ajili ya watumishi, lakini karama za roho ni kwa ajili ya kila mtu ambaye amemkiri Kristo. May you receive that grace and favor in the mighty name of Jesus Christ. I speak the grace of God in everything you do. I speak the grace of God to unleash the potential that is in you in the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu akubariki mpaka wakati mwingine. Amen and amen.